Kwingineko ni kwamba maafisa wa polisi mtaani Kayole, kaunti ya Nairobi, wanachunguza kifo cha Belaka Wambui Kamau mwenye umri wa miaka 19 anayedaiwa kuanguka kutoka ghorofa ya 15 ya jumba moja mtaani humo. Kulingana na mmiliki wa jumba hilo pamoja na mwangalizi wake, marehemu aliyekuwa mjamzito anadaiwa kuwa na ugomvi wa mara kwa mara na mume wake Anthony Njoroge na alikuwa ametishia kujitoa uhai mara kadhaa. Familia yake sasa inataka uchunguzi kikamilifu kufanywa ili kubaini matukio yaliyogubika kifo chake. Siku iliyotarajiwa kuwa ya kawaida iligeuka na kuwa ya majonzi. Relax. Ndio pia usipate relax. Relax. Baada ya wanafamilia na majirani kupata mwili wa Belaka Wambui Kamau mwenye umri wa miaka 19 nje ya jumba la kukodesha, hali iliyowaacha wakazi wakiwa wameduaa. Siku ya tukio hilo, majirani wanasema Belaka alikuwa amerejea nyumbani baada ya kuishi na wazazi wake kwa mwezi mmoja, ambako alikuwa ametafuta hifadhi baada ya ugomvi na mumewe, lakini akamfumania mumewe na mwanamke mwingine. Wamekuwa wakisubuana, mara anamleta ananiambia hamtaki, mara anakuja ananiambia anataka bibi yake, lakini hakuna kitu yoyote ameshawainipa na sijawahi kubali kuingilia relationship yao. Although kuna mahali ilifika nikaweza kumwambia Bella, kwa sababu umeolewa kwa miezi michache na unakuwa on and off, afadhali tu uachane na hiyo ndoa. Leo hapa wakati kulikuwa napita Kataro na familia yake, akaenda kwao. Sasa nasikia ukijana ni kama alikuwa ameingia kwa ndoa nyingine ama mapenzi tofauti. Ndio msichana akakuja akapata yule ako kwa nyumba na yule kijana alikuwa ametoka kidogo. So vile alikuja alipata msichana kwa nyumba, kulingana I think ni simu alipigiwa na one of the friends. Ndiye akaanza kupasua vitu kwa nyumba ambao polisi waliconfirm. So yule kijana kukuja alikuwa anang'ang'ana sana achitupe kutoka juu, lakini watu waling'ang'ana sana kumzuia, lakini aliponyoka wakati alijifanya ni kama mambo ilipoa, ndiye akachirusha. Familia yake iliyojawa majonzi kufuatia mkasa huo ilionyesha mavazi ya mtoto ambayo marehemu alikuwa amenunua kwa maandalizi ya ujio wa mtoto, wakisema alikuwa na furaha na matumaini makubwa ya kuwa mama. Amefanya shopping ya maguo ya mtoto wake paka diaper, sababu alikuwa anapata pesa yake ananunua. Masho tumenunua, tuko nazo hapa zote. Familia hiyo imewataka wapelelezi kufanya uchunguzi huru ili kubaini matukio yaliyosababisha kifo cha Belaka na kuhakikisha haki inatendeka. Mimi nataka haki ya mtoto wangu iweze kupatikana. Hivyo tu. Kwa sababu damu ya mtu sio kama damu ya mnyama. Bella hakuwa naongea jambo lolote la kujiua. And according to what I would say, this is just a love triangle. Something that we know it is gender-based violence. We want justice for our cousin. We cannot be collecting, going to the place and seeing blood and feeling that mtoto ameanguka kutoka juu mpaka chini. That is not what we believe in. We want justice for Bella. Jacqueline Masharia, Darubini.